naomba niseme Katambi anavyosema kwamba izuiliwe visitolewe vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vyote mpaka tarehe 7 ipite, anamaanisha nini? Because ni chama gani ambacho kwa sasa kinafanya mikutano ya hadhara na wananchi wako tayari kukipokea? Ni chama gani watu wakapunga? Ni Chadema, si ndio? Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, kauli ya Patrobas Katambi ilikuwa imelenga kuambia Chadema wasifanye mikutano ya hadhara na sio chama kingine chochote. Because ni kwa sababu yule anayejiita mwenezi wao Kennedy Kiongozi amejaribu kufanya ziara nchi nzima na kuzunguka, tunapopita mwitikio umekuwa mdogo na wananchi wako tayari kuwasikiliza. Wakaona mtiti wa HU hatuwezi, basi tuweke mpira kwa pani. Because ndio lengo lake la kwanza. Na vile vyama shikizi, vyama vingine, sijui vyama gani tutaja majina, ambapo ni CCMB, tangu waingia kwenye uchafuzi wa 2025-29 walishafanya mkutano wote. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu, kwa lugha nyepesi, Patrobas Katambi alikuwa analenga kutumia jeshi la polisi hawa ambao wamezoea kutumika kila muda kuzuia shughuli za Chadema zisifanyike. Ni jambo ambalo halitafanikiwa. Ni jambo ambalo halitafanikiwa. Ukisema ni kwa sababu za kiusalama, kuna matukio mengi ambayo yanakutanisha watu wengi kuliko hata Chadema. Because kuna shughuli za mipira, ndio ligi inaendelea. Watu zaidi ya 25-30 wanaingia uwanjani kutazama mpira. Mbona Katambi hajasema mikusanyiko yao ni mikubwa, tunashindwa kutambua mhalifu ni nani, hiyo mikusanyiko yote isiwepo? Kwa nini hajasema hicho kitu? Kwa sababu lengo lake ni Chadema, ndio maana hajasema hicho kitu. Ni wangapi wanafahamu Kariakoo hapa? Kariakoo inakutanisha zaidi ya watu 200,000 kwa siku. Kwa nini Katambi hajasema watu wanaokutana Kariakoo ni wengi, ni mkusanyiko mkubwa, tutashindwa kutambua ni nani mhalifu, hivyo tusitishe shughuli za Kariakoo? Kwa nini Katambi hajasema hivyo? Kuna masherehe yanaendelea huko mitaani. Kwa nini Katambi hajasema hiyo mikusanyiko ni mikubwa, watu wasiendelee kukusanyika, tuzuie mikusanyiko kwa sababu itakuwa na chanzo cha uhalifu? Because shughuli nyingi sana zinaendelea zenye mikusanyiko mikubwa, tena nyingine ni mikubwa kuliko mikutano yetu sisi, lakini Katambi zote hizo hajaziona. Ameona jambo moja tu, mikutano ya hadhara. Kwanza nimwambia Katambi, yeye hapo alipo nafasi yake ni alamu, na hiyo kauli ametoa sehemu alamu kwa sababu bunge hilo sio halali, na kwa mantiki nyepesi kauli hiyo inakuwa alamu pia, kama ambavyo nafasi yake yeye ni alamu. Hilo nyepesi tu. Hili jambo lolote liwe na uhalali lazima lifanywe na mtu mwenye uhalali. Katambi hana uhalali wa kuwa waziri, ile bunge halina uhalali, kwa kila kitu wanachokifanya wao ni nini? Ni batili na ni alamu, na sisi hatutatii kauli hiyo. Because huu mtiti unaendelea huu mtiti. Ametoa kauli hiyo asubuhi, sisi tuko hapa tunakiwasha na mtiti unaendelea. Because hatuwezi kuuziwa uoga tena. Hatakuwa tayari hata kwa dakika moja. Na nataka niwaambie watu wakapunga, Katambi anatumika kusema kuna remote control. Kwa Katambi hajasema neno lile bahati mbaya. Tunajua mabosi zake umwambia kaseme hili jambo, hawa watu wametukalia kooni, bila kuwapumzisha kidogo hatuwezi kupumua. Kwa Katambi akamwambia aliyemtuma kwamba kauli zao wote ni batili na hatutazitii hata kwa dakika moja. Nizungumze na ninyi polisi, ninyi ambao huwa mnatumika, na sasa hivi najua mko tayari kutumika kuumiza Watanzania kwa kisingizio cha kauli batili ya Katambi. Ninyi mna sheria, mna taratibu zinazoongoza, na niwaombe mzingatie sheria hizo na taratibu. Jambo ambalo limefanya Katambi hatoe kauli hiyo ni kisingizio cha maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Wao wanaziita vurugu. Kwanza mimi nimwambia Katambi, zile sio vurugu, ni maandamano. Na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 20 kifungu cha kwanza kimetoa haki ya maandamano kwa Watanzania. Kwa hiyo ni haki yao ya kikatiba kufanya maandamano. Zitakuwa vurugu pale ambapo wao wenyewe wataamua kuzifanya vurugu, lakini Watanzania hawako tayari kufanya vurugu, ila wako tayari kuandamana kudai haki zao za kikatiba. Because itakuwa vurugu pale ambapo wao wataamua. Historia duniani kote, itaida Katambi ajui, hawa wamefanya makusudi kwa kuwa ni mwanasheria na mimi nazitambua sheria. Historia duniani kote inaonyesha maandamano, migomo, kukataa ndio njia pekee ya kupigania haki yako
pale ambapo njia nyingine zote zimekataa. Naomba nipe shule kidogo. Mwaka 1905 hadi 1907 babu zetu wa mikoa ya Lindi, Songea, kula Ruvuma, Mtwara na Rufiji walipigana na Mjerumani vita miaka miwili, si kwa sababu ya rangi ya Mjerumani, si kwa sababu ni taifa jingine, lakini kwa sababu ya udhalimu wa Mjerumani, kwa sababu ya unyanyasaji wa Mjerumani, kwa sababu aliwabagua. Kwa walimkataa na walifanya vita, walifanya migomo ya kumkatalia. Hiyo ilikuwa ni njia ya kupigania haki yao. Mwaka 1947 baada ya vita kuu ya pili ya dunia, wafanyakazi wa reli na bandarini Dar es Salaam walifanya maandamano makubwa ya kupinga mishahara midogo kazini, ya kupinga ubaguzi wa kazi, na maandamano hayo yakatusaidia kupata vyama vingi vya kupigania uhuru Tanzania, yakatusaidia kupata vyama vingi vya kupigania haki za wafanyakazi, na tukapata mwanzo mpya nchini wa kupigania uhuru wa taifa letu. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1954, huyu ambaye anaitwa shujaa wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliongoza maandamano makubwa ya kuanzishwa kwa TANU Dar es Salaam, na maandamano hayo yakaanzisha mwanzo mpya wa kupigania uhuru wa taifa letu. Kama elimu zao madarasani zimetufundisha Mwalimu Nyerere ni shujaa na kutusii kuziishi njia zake, ni kwa nini tunaposema tunataka tuandamane kupigania haki zetu wanatuambia hapana, ikiwa tufundisha kwamba wanapigania maandamano ni washujaa kwenye nchi yetu, haki na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Kwa nini tukataza kuishi njia zao? Tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 1961, kabla ya uhuru, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huyo shujaa wa taifa letu, aliongoza maandamano ya kutaka mabadiliko ya sheria za uchaguzi chini ya mkoloni katika mwaka huu ambao alikuwa anaelekea kwenye kufanya uchaguzi. Kwa hiyo uchaguzi huru na haki ambao tunaupigania sisi leo hii ulishaanza kupiganiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kauli ambayo imetoka Tambi inakiuka sheria zipi au katiba zipi za nchi yetu? Nimeshasema ibara ya 21 ya katiba ya nchi yetu inatoa haki ya kukusanyika, kuandamana kama haki ya katiba kwa Mtanzania na kuwa huru kwenye nchi yake. Vipos. Ibara ya 18 agizo la Patrobas Katambi linakiuka ibara ya 18 ya katiba ya nchi yetu, linakiuka ibara ya 21 ya katiba ya nchi yetu, linakiuka sheria za usalama za jeshi la polisi, Police Force Act and Auxiliary Service 1322, ambayo inasema jeshi la polisi halina jukumu la kuzuia mikutano ya hadhara au kuwanyima kibali wananchi kufanya mikutano ya vyama vya siasa, bali inapaswa kwenda kutoa ulinzi kwenye mikutano hiyo. Kwa hiyo Katambi anapomwambia IGP kwamba huwanyime kibali vyama vya siasa, anakiuka sheria za nchi yetu, na hiyo sio kazi ya polisi. Kazi ya polisi ni kutoa ulinzi kwenye mikutano kama anavyofanya hivi sasa, sio kuzuia mikutano ya hadhara. Peoples. Hiyo ndio kazi yao. Hiyo ndio kazi yao. Hata wananye polisi mnapaswa pia kuwa na nidhamu kidogo na sisi vijana. Kwa sababu Patrobas Katambi alikuwa mwenyekiti wa BAVICHA. Kama mimi leo alivyokwenda Chama cha Mapinduzi, mmempa ubunge, mmempa uwaziri, na ndio bosi wenu leo. Na kwa sababu ya ubovu wa CCM na kwa sababu ya mfumo mbovu wa Chama cha Mapinduzi, imemgeuza jamaa tuliyekuwa naye tunaamini kwenye haki amekuwa kwa sababu anafanya mambo ambayo kwa mujibu wa katiba hii hana mamlaka nayo. Mikutano ya hadhara iko kwenye katiba hii mbovu, na ndio maana tunakuja hapa na nyie mnatupa ulinzi. Ingekuwa vinginevyo, nyie msingeweza kutulinda hapa. Mnatulinda kwa sababu sheria imetungwa na inaruhusiwa na ibara ya 20 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mara zote nimesema mfumo mbovu wa CCM wa rais kuwa mkuu wa nchi, rais kuwa mmiliki wa bunge, rais kuwa mmiliki wa mahakama, imetufikisha hapa. CCM haina pa kupumulia baada ya umma kukataa. Tumekuja kuambia tuna ajenda kubwa mbili. Ya kwanza,
tunamtaka Lissu awe nje. Tunamtaka Lissu awe wapi? Nje. Lissu ni baba wa familia. Lissu ni kiongozi wa hiki chama kikubwa kabisa. Uongo kweli? Lissu ni mwenyekiti wetu sisi. Lissu amekamatwa kwa kuonewa na Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya akili yake. Uongo kweli? Kwa sababu CCM wanaogopa akili za Lissu. Wamemshikilia kwa zaidi ya siku 441 leo. Wanaogopa mawazo yake. Wanaogopa ushawishi wake. Sasa tunawakumbusha tu ili asijirudie yale yaliyotokea Oktoba 29. Wacheni Lissu. Na nimesema juzi Tunduma, tunawapeni wiki moja tu. Huko mbele hakutakalika kama Lissu ataendelea kuwa kwenye kuta za gereza. Kama ni kupigwa, tumepigwa sana. Kama ni kuuawa, tumepoteza ndugu zetu wengi sana. Uongo kweli? Peoples. Tunawataka vyombo vinavyohusika, wachieni Lissu. Lissu hana hatia, na tunamwambia Rais Samia, huenda ukimwachia Lissu nchi hii itapumua. Lakini kwa tulipo hapa nchi imevimba, ndio maana kila tunapoenda kuna nyome. Uongo kweli? Peoples. Kama angekuja makamu mwenyekiti wa UVCCM hapa, hata watu wasingekuwepo. Lazima wangesomba watu wilaya nzima hii ya Mbalali. Uongo? Kila tulipokwenda watu wanakuja kutusikiliza. Wanataka kusikia tumaini lao, kwa sababu chama hiki ndio sauti pekee iliyobaki kwenu wa Tanzania. Tunamtaka Rais Samia, DPP na wenzake, wacheni Lissu. Tunazungumza katika lugha ya upole. Tunazungumza katika lugha ambayo kila mmoja anatuelewa. Tunataka Lissu awe huru, azungumze masuala ya nchi yake, kwa sababu kama ni mipango miovu mlishashindwa. Mlimpiga risasi 36 hakufa, mwanaume akarudi hapa. Sisi na vyombo vyenu, kama ambavyo mlimwagiza akamatwe, aachiwe. Na nasisitiza, kwa sababu nimewasikia vijana huko, nimesoma nasikia wanasema kama noma na iwe noma, wako barabarani tarehe 9. Uongo kweli? Sisi tukiwaambia waachieni hao watu, tunafanya uchochezi. Wamemshikilia Lissu, wana makosa. Sasa vijana wa Chadema tunatumia mikutano hii ya hadhara kuwaambia jeshi la polisi kwa nia njema, waachieni Lissu aje tufanye kazi ambayo iko kwa mujibu wa katiba ibara ya 20. Vinginevyo yatakayotokea yatakuwa na madhara kwetu sote, kwa sababu wakati nchi haina utulivu, hakuna mtu atafungua maduka, si ndio ndugu zangu? Hakuna mtu atakwenda shamba. Hata hawa jeshi la polisi hamtafanya hiyo kazi, kwa sababu hata vituo vya polisi vinaweza visiwe sehemu salama. Hilo lilikuwa la kwanza, na kwa msisitizo. Jambo la pili, ndugu zangu, tarehe 29 Oktoba yalitokea mauaji ambayo hawa waliosababisha mauaji waliunda tume inaitwa tume ya Chande. Uongo kweli? Katika tume hiyo wamekiri kwa vinywa vyao kwa maandishi, pamoja na taarifa hiyo kuwa ya uongo, kwamba waliua watu 518, si ndio? Na watu 728 hawajulikani walipo, na watu wengine wamepotea kwa kutekwa na sababu zingine walizozitaja, ambazo zinafanya watu waliopotea kufikia 2000 na ushenzi. Sasa wakati niko Tunduma, nikawauliza wananchi wale, na naomba niwaulize, hivi walivyokiri kwamba waliua watu 500, walieleza kwamba makaburi yao yako wapi? Hawajaeleza makaburi yao, si ndio? Wananchi wakitoka kudai makaburi ya ndugu zao walipo, wakapige sara kuwaombea marehemu, kuna ubaya? Hakuna ubaya, si ndio? Sasa tume ya Jaji Chande na serikali ya Samia Suluhu Hassan
mulituambia mmeua 500. Tunataka kujua hao 500 mliwazika wapi? Mkoa wa Mbeya peke yake wamekiri kuwa zaidi ya watu 80. Mkoa wa Mbeya peke yake. Ukienda Songwe hali ilikuwa mbaya zaidi, zaidi ya watu 50 wameuawa, lakini hakuna anayejua walizika wapi, si ndio? Sasa tunafahamu kwamba wakati mauaji yanatokea walizima mtandao na mambo mengine. Tunawakumbusha tu, huu msiba ili uishe lazima tuyaone makaburi ya ndugu zetu. Sisi zamani walikuwa angalau tunaandikisha watu wazima kwenda kwenye uchaguzi, na tulikuwa tunaweza tukashindana kidogo kwa hoja, na tukiwashinda hata wakiiba kura kunakuwa na uafadhali wa wao angalau kutangaza sehemu tulizoshinda. Tangu mwaka 2019 CCM imepora mchakato mzima wa uchaguzi, na naomba mnisikilize vizuri sana. Tangu mwaka 2019 CCM imepora mfumo mzima wa uchaguzi chini ya John Pombe Magufuli. Walipora kwa kuanza na mambo yafuatayo. Moja, walikuwa wakiengua wagombea. Yaani CCM na Chadema tunaweka wagombea, kama ni kwenye kitongoji ni mwenyekiti wa kitongoji, halafu tumeweka wote wawili, labda hapa kuna Chadema na CCM, halafu wao wanatuambia mgombea wetu hajateuliwa, hana sifa. Kwa nini? Wanatafuta sababu pale, labda badala ya kuandika Chama cha Demokrasia na Maendeleo ameandika Chadema. Wakati huo huo mtu wa CCM badala ya kuandika Chama cha Mapinduzi kaandika nini? CCM. Wakaanza kuondoa wagombea. Jambo la kwanza kwenye eneo la wagombea. Jambo la pili, kwenye eneo la kuandikisha wapiga kura. Nyewe mnafahamu watu wanaopaswa kwenda kupiga kura pale ni watu wa eneo lenu ambapo nyewe mnaishi. CCM ikaanza kuandikisha watu waliokufa, wanawaingiza mle kwa taarifa za uongo, labda marehemu 100, alafu wanaenda kuchukua wakazi wa mtaa ule, wanawaleta mtaa huu wapige kura hapa ili watushinde Chadema. Kama haitoshi, maeneo mengine waliandikisha watu zaidi ya mara 1 au mara 2 ili tu kutafuta uhalali wa kushinda, na hiyo yote imefanyika kwenye maeneo mengi ambayo tulikuwa tuna uwezo wa kushinda. Sasa basi, baada ya engua ya 2019 tukajua labda ni bahati mbaya Chama cha Mapinduzi kimejisahau, acha tuone 2020. 2020 mambo yakajirudia yale yale, wakaja wakaengua wagombea wa udiwani nusu ya kata zaidi ya 1700. Mwaka 2020 wakaengua wagombea wa ubunge zaidi ya 51 bila kutoa sababu za msingi.